Lakini kwanza na mpisha Jamhuri mwa vyombo akusomea muhtasari wa habari za dunia. Shukran Beldine, karibu msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anahisi kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky yuko tayari kuachia eneo la Crimea liende na Urusi ili kupata makubaliano ya amani na mahasimu wao hao. Kauli hiyo ya Trump ni licha ya kwamba Zelensky amekuwa akikariri wazi kutokubaliana na pendekezo kama hilo, lakini pia Trump ametoa malalamiko yake tena kwa Urusi inaonekana kupuuza mwito wake wa kutaka isitishe mapigano mara moja. Nimesikitishwa sana kwamba Urusi imeendelea kurusha mabomu na kushambulia, na wamerusha makombora baada ya kuwa tumekuwa nao katika kikao cha majadiliano ya amani. Tutaona kitakachofanyika katika siku chache zijazo, tutajifunza mengi, lakini wamenisikitisha sana kwa kufanya hivyo. Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza imekiri kwamba wamepeleka wanajeshi wao kuisaidia Urusi katika vita baina ya Ukraine na Urusi. Wakisema hayo ni kwa mujibu wa makubaliano yao ya kiulinzi na rais wa Urusi Vladimir Putin. Polisi wa Canada wameshamfungulia mashtaka yule mshukiwa waliyemkamata kwa makosa ya kuwagonga watu kwa gari wakiwa katika tafrija ya kitamaduni huko mjini Vancouver. Tukio hilo limesababisha vifo vya watu 11 na sasa nakabiliwa na mashtaka ya mauaji. Hii hapa kauli ya polisi. I am able to say that the person we have in custody does have a significant history of interaction. Sasa naweza kusema kuwa mshukiwa anayezuiliwa amekuwa na historia ya maradhi ya akili. Kingine ni kuwa tudhani kitendo hiki ni cha kigaidi, wala kwamba kuna tishio kubwa lingine linalohusiana na hili linalotishia jamii yetu ya hapa Vancouver. Maafisa wa polisi 100 wanafanya kazi kuchunguza zaidi kesi hii ili kupata jawabu kwa kina. At our disposal to complete this investigation and to provide the answers everybody wants. Na uchunguzi wa BBC umemtambua afisa mmoja katika serikali ya Kenya anayetuhumiwa kumpiga risasi mtu mmoja wakati wa maandamano yaliyoendelezwa kupinga mswada wa fedha hapo mwezi Juni mwaka jana, maandamano yaliyotambulika vyema kama maandamano ya GNZ. Hii ni BBC. Na muhtasari wa dunia umesomwa na Jamhuri mwa vyombo. Mtazamaji, taarifa hizi nzipata kwenye mtandao wetu wa Facebook wa BBC Swahili na pia kutupitia redio wa shirika mbalimbali. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nadhani kiongozi wa Ukraine kuradhi kuachia rasi ya Crimea ili wafikie amani na Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mara kwa mara amesema kuwa atakubali Marekani kuitambua Crimea kwa sehemu ya himaya ya Urusi iliyomegwa na Urusi miaka 11 iliyopita. Karorobi na taarifa zaidi. Rais Trump amemtaka pia rais wa Urusi Vladimir Putin kuacha mashambulizi, kukaa chini na kutia saini makubaliano kumaliza vita, akidokeza kuwa hayo yanaweza kufikiwa katika kipindi cha wiki 2 zijazo. Aliyasema hayo alipozungumza na waandishi wa habari baada ya kurejea Marekani kutoka Vatican alikohudhuria mazishi ya Papa Francis. Namtaka awache kufyatua risasi, akae chini na kutia saini makubaliano. Tuna rasimu ya makubaliano na naamini nataka atie saini na kumalizana na haya na kurejelea maisha ya kawaida. Pembezoni mwa mazishi hayo ya Papa, Rais Trump alikutana na Rais Zelensky. Trump katika mkutano huo aliotaja kuwa ulienda vizuri, anasema kuwa swala la rasi ya Crimea lilijadiliwa japo kidogo. Aidha, kiongozi huyo wa Marekani amesema Rais Zelensky sasa anaonekana kutulia katika kile kinachoonekana kuashiria utofauti wa mkutano huo hivi punde na ule waliokutana mwezi Februari mwaka huu katika ikulu ya White House ambapo walitofautiana vikali. Ukraine mara chungu nzima imekatalia mbali mapendekezo ya kuachia sehemu ya ardhi yake kwa Urusi, ikisisitiza swala hilo la ardhi linaweza tu kujadiliwa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yamefikiwa. Viongozi wa Urusi na Ukraine hawajazungumzia kauli hizo za hivi punde za Bwana Trump, lakini waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameionya Ukraine kutokubali makubaliano yoyote yanayohusisha wao kuachia sehemu kubwa ya ardhi yake kwa Urusi, akisema kufanya hivyo ni kama kusalimu amri kirahisi. Wiki iliyopita akizungumza na jarida la Time, Rais Trump kwa mara nyingine alishtumu Ukraine kwa kuanzisha vita na Urusi, akidai sababu ili
ilikuwa ni azma nchi hiyo kujiunga kuwa mwanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO na kusisitiza kuwa rasi ya Crimea itasalia na Urusi. Taarifa yake Karorobi. Jeshi la Israel limefanya shambulizi la anga kwenye viunga vya kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, na inasema ililenga jengo la makombora yanayoongozwa na Hezbollah. Picha za video zinaonekana kuonyesha makombora matatu yakipiga na kurusha uchafu hewani. Saa moja kabla, Israel ilikuwa imewaonya wakazi kuondoka katika maeneo hayo. Shadrack Mwansasu na taarifa zaidi. Rais wa Lebanoni Joseph Aoun amezitaka nchi za Marekani na Ufaransa ambazo ni wasimamizi wa usitishaji mapigano ambao walikubaliwa mwezi Novemba mwaka huu na kuitaka Israeli kusitisha mgomo huo. Lakini serikali ya Israeli imesema itaendelea kujibu vitisho vyovyote vitakavyoendelea kutokea. Shambulio hilo lilitokea licha ya kuwepo usitishaji mapigano katika miezi mitano iliyopita. Shambulio hilo ni la kwanza ndani ya mwezi mmoja ambapo Israeli imepiga vitongoji vya kusini mwa Beiruti vinavyoitwa Dahia ambako ndiko eneo la Hezbollah. Hali hii itaweka shinikizo zaidi kwenye usitishaji wa mapigano licha ya kuwepo makubaliano hayo, na Israeli imesema imefikia malengo ambayo yanahusishwa na Hezbollah karibu kila siku, na pia Israeli imesema kuwa itajibu vitisho vyovyote kutoka kwa Hezbollah. Maafisa wa nchi za Magharibi waliozungumza kwa sharti la kutotajwa majina wameiambia BBC kwamba kundi hilo la wanamgambo limekuwa likizingatia kwa kiasi kikubwa mapatano hayo, huku wakishtumu Israeli kwa ukiukwaji mwingi unaojumuisha mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imesema kuwa Israeli haitairuhusu Hezbollah na kitongoji cha Dahia huko Beiruti hakitakuwa kimbilio salama kwa shirika la kigaidi la Hezbollah. Naye mratibu wa Umoja wa Mataifa Jeanine Hennis-Plasschaert ameandika ujumbe kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, kwamba mgomo huo ulizua hofu ya kutokea tena kwa ghasia miongoni mwa wale wanaotamani kurejea katika hali ya kawaida. Mapema mwezi huu, shambulizi la anga la Israeli katika vitongoji vya kusini mwa Beiruti liliua watu 4 akiwemo kiongozi wa Hezbollah. Taarifa yake Shadrack Mwansasu. Uchunguzi mpya wa BBC Africa Eye umefichua maafisa usalama wa Kenya waliwapiga risasi waandamanaji katika bunge la nchi hiyo mwaka jana. Maandamano ya kupinga mswada wa fedha yaligeuka na kuwa maandamano makubwa yaliyohusisha maelfu ya vijana ambao baadhi yao waliandamana hadi bungeni kujaribu kuzuia bunge kuidhinisha mswada huo. Ripoti ya Runako Selina inasimuliwa na Nastia Mohamed. Msikilizaji, simulizi hii huenda ikawa ya kuhuzunisha. Mnamo Juni 25 mwaka 2024, Nairobi, mji mkuu wa Kenya, iligeuka na kuwa uwanja wa maandamano. Takriban watu 100,000 waliandamana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kupinga mswada uliopendekezwa na serikali wa kuongeza kodi katika juhudi za kushughulikia deni la taifa linaloongezeka nchini humo. Wakati huo, wabunge walikuwa tayari kupigia kura mswada huo ambao ingesababisha kuongezeka kwa bei ya bidhaa za kawaida. Kutoza watu ushuru zaidi kwa bidhaa za kawaida ndio watu wasiweze kununua tena. Hanifa Adan ni mwanaharakati na alikuwa miongoni mwa wale walioandamana. Tayari maisha ni magumu kwa kila mtu kama ilivyo sasa, na kutoza ushuru zaidi kutafanya maisha yawe magumu zaidi kwa sote. Na huku mswada huo ukijadiliwa katika bunge, waandamanaji walipambana na polisi ambao walitumwa kutuliza maandamano hayo. Now the numbers start getting bigger and people... Ademba Alans ni mwanafunzi wa uandishi wa habari jijini Nairobi. Pia alikuwa kwenye maandamano. People even climbing on top of those water cannons. Walikuwa wanapanda magari ambayo yalikuwa na maji, wakiwa wanapeperusha moja kwa moja kwenye mtandao wa TikTok, Instagram, na vyombo vya habari vikafika. Na hapo ndipo nilijua kwamba kutakuwa kubaya. Now numbers increasing. Na huku waandamanaji wakikaribia, mswada wa fedha tayari umepitishwa. Ayes 195, nays 106. The ayes have it. It is happening, guys! It is happening!
waandamanaji wanasikia habari hiyo na kusukumana hadi ndani ya jengo la bunge. Wengine wanapitia kwenye kizuizi la ukuta lakini hawafanikiwi kuingia. Maafisa wa usalama wanaanza kuwafukuza waandamanaji na kuanza kufyatua risasi. Wanaume wawili walipigwa risasi na kuuawa wakati huo. Kulikuwa na kijana mmoja alikuwa karibu na mimi. Sijui alipigwa risasi wapi, lakini alipigwa risasi, ungeona damu. You could see blood. Na hilo alikuwatishia waandamanaji. Nusu saa baadaye waliingia kwenye majengo ya bunge wakitoroka milio ya risasi. Kukatokea na mkanganyano na mwanafunzi wa tatu mwenye umri wa miaka 27 Eric Shaini alipigwa risasi. BBC Africa Eye iliweza kuchambua picha kama 1500 na video siku hiyo ili kuweza kupata aliyewapiga risasi wanaume hao. Ushahidi unaonyesha polisi mmoja ambaye alikuwa amevaa barakoa ndiye aliyemuua Erikson Mutisia mwenye umri wa miaka 25 na ambaye hakuwa na silaha yoyote, pamoja na mwenzake David Chege mwenye umri wa miaka 39. Pia inaonyesha mwanajeshi mmoja aliyefyatua risasi wakati waandamanaji walikuwa wanatoka kwenye majengo ya bunge na kumpata Eric Sheini ambaye alikuwa anatoroka. Wakili Faith Odhiambo aliweza kutazama baadhi ya video hizo. Ukweli ni kwamba jinsi anavyompiga risasi kichwa chake ni wazi, ilikuwa dhahiri kwamba ilikuwa na nia ya kumuua. Eric alistahili kusikilizwa kwa haki, hakustahili hukumu ya kifo. He did not deserve the death penalty. Takriban watu 30 walikufa wakati wa maandamano. Baadhi ya vurugu yalitokea kote Kenya mnamo Juni 25 mwaka 2024. Wengi wao walipigwa risasi kulingana na tume ya haki za kibinadamu ya Kenya. Tuliwasilisha madai yetu kwa polisi na jeshi la ulinzi la Kenya KDF. Polisi walituambia huduma ya kitaifa ya polisi haiwezi kujichunguza yenyewe, inaweza tu kutoa usaidizi kama inavyotakiwa na mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA, ambayo ndio inayo uwezo wa kuchunguza polisi anayedaiwa kukiuka madai ya utovu wa nidhamu wa polisi. KDF nayo ilisema IPOA haijatuma ombi lolote la kuangalia wafanyikazi wote wa KDF wanaohusika katika shughuli hizo. Hata hivyo, KDF ilisema inasalia na nia kamili ya kushikilia utawala wa sheria na inaendelea kufanya kazi kikamilifu kwa mujibu wa katiba. Na msikilizaji, iwapo ungependa kutazama makala haya kwa urefu, tembelea ukurasa wetu wa YouTube wa BBC News Swahili. Na sasa tuelekee viwanjani na Shadrack Mwansasu. Karibu Shadi. Asante Berdini. Tuanzie barani Afrika. Katika michuano ya kombe la kafu la shirikisho, sasa ni rasmi fainali ya michuano hii inazikutanisha klabu ya Simba kutoka Tanzania dhidi ya klabu ya RS Berkane kutoka nchini Morocco. Kabla ya timu hizi mbili kutinga katika hatua ya fainali, timu hizo zilifanikiwa kushinda katika mechi zao za mkondo wa kwanza wa nusu fainali, ambapo klabu ya Simba wao walipata ushindi wa bao 1-0 wakicheza na Stellenbosch ya Afrika Kusini, huku Berkane wao wakishinda bao 4-0 licha ya jana kufungwa bao 1-0 na Constantine. Ni ushindi usiokuwa na faida kwao, na Simba wakitoka sare bila kufungana na Stellenbosch. Mchezo wa kwanza wa fainali kati ya Simba na Berkane utapigwa Mei 17 nchini Morocco, huku fainali ya pili ikipigwa Mei 25 mwaka huu. Wakati huo katika michuano ya klabu bingwa Afrika hatua ya fainali, mchezo wa kwanza utachezwa Mei 25 ambapo Mamelodi Sundowns watawakaribisha Pyramids nchini Afrika Kusini, na mchezo wa pili ukipigwa Juni mosi nchini Misri. Tukisalia kwenye soka, klabu ya soka ya Liverpool tayari wamejihakikishia kuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka England msimu huu baada ya jana kutokata kwa ushindi mnono wa mabao 5-1 dhidi ya Tottenham. Na hili linakuwa ni taji la 20 chini ya kocha Arne Slot, sawa na Manchester United kwenye idadi ya mataji, licha ya United kwa sasa kuona mambo magumu msimu huu kwenye msimamo wa ligi. Na Manchester City wao wameshinda 2-0 dhidi ya Leicester City kwenye mchezo wa nusu fainali ya michuano ya FA. Kesho Jumanne, mabingwa wa Ulaya hatua ya mtoano klabu ya soka Arsenal watakuwa wakimenyana dhidi ya PSG.
Na katika tenis kimataifa, michuano ya wazi ya Madrid, mchezaji bora duniani Alexander Zverev amefanikiwa kupata ushindi dhidi ya Mhispania Alejandro Fukina kwa seti na kutinga hatua ya 16 bora, huku naye bingwa mtetezi Andre Rublev akifungwa na Alexander Bublik, kichapo ambacho kitamfanya Mrusi huyo ashuke kutoka nafasi ya 15 kwa ubora duniani. Mwisho wa dondoo za kimichezo. Shukrani Beldini.